Nchi yetu inaendelea kunufaika na uhusiano mzuri wa kufanya kazi na nchi zote wanachama wa FIATA kwa kuzingatia dira ya pamoja na uelewa wa kina kwa madhumuni ya kukuza uwezeshaji wa biashara na mbinu bora katika jumuiya ya mawakala wa ushuru wa forodha. Hongereni sana, asanteni sana. Ndugu viongozi na ndugu washiriki wa mkutano, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata fursa kubwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu kutokana na umuhimu wake kwenye sekta ya logistics na uchukuzi. Kama tunavyofahamu kuwa Tanzania ni lango kuu la kupitisha mizigo kwa nchi zaidi ya 8 zilizopo Mashariki ya Kati na kusini mwa bara la Afrika. Pia Tanzania ni mojawapo ya nchi zinazotoa fursa ya meli kubwa ya kubadilishana mizigo na meli ndogo, yani transshipment. Katika kutekeleza suala hili, Tanzania imeweza kuhudumia shehena zinazoingia na kutoka katika nchi hizo kwa kutumia bandari ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara, barabara zilizopo kwenye shoroba kuu na reli za kati na TAZARA, yani Tanzania Zambia Railway. Hii imefanikiwa kwa kuwa na mifumo inayounganisha wadau wote na mnyororo wa uchukuzi, wakiwemo Mamlaka ya Mapato Tanzania, Mamlaka ya Bandari Tanzania, Shirika la Reli Tanzania, Mamlaka ya Reli Tanzania na Zambia, Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania, Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Nchi Kavu, Wakala wa Barabara za Taifa, Wakala wa Barabara za Vijiji, vyama vya mawakala wa ushuru wa forodha na mamlaka nyinginezo za serikali na wadau wa sekta binafsi. Ndugu viongozi na ndugu washiriki wa mkutano, ushirikiano uliowekwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wadau wa sekta ya uchukuzi umewezesha kuendelea kukua kwa mizigo unaopita nchini kuelekea nchi jirani. Serikali katika kuhakikisha ufanisi wa bandari unakuwa na mizigo inaongezeka katika bandari zetu, imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ikiwemo kuboresha mifumo, kujenga na kukarabati miundombinu, kushirikisha sekta binafsi katika uendeshaji wa shughuli za bandari, pamoja na kutoa elimu katika uendeshaji wa shughuli za bandari. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, mkutano huu unatarajiwa kufanikisha malengo makuu yafuatayo. Kwanza kabisa, kubadilishana maarifa, yani kuwezesha majadiliano juu ya mbinu bora na utafiti wa kisasa kuhusu masuala ya lojistiki na uchukuzi endelevu. Pili, ushirikiano wa kisekta, yani kukuza ushirikiano kati ya watoa huduma za lojistiki na uchukuzi, mamlaka za udhibiti, wazalishaji, wauza bidhaa rejareja na makampuni ya teknolojia. Tatu, ni majadiliano wakati ujao. Mkutano huu utaangalia mageuzi ya kidijitali, teknolojia mpya, suluhisho za ubunifu katika sekta ya lojistiki na uchukuzi kwa sasa na wakati ujao, ili kupunguza athari za kimazingira. Ni furaha na heshima kubwa kwetu kuwa mwenyeji wa mkutano huu kwa kufanyika nchini Tanzania, hasa katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Hii ni ishara muhimu wa nafasi ya uongozi wa nchi yetu chini ya uongozi makini wa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuendeleza sekta ya usafirishaji na hadi kufikia kutambulika kimataifa, lakini pia kikanda. Kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, tunawakaribisha wote kwa moyo mkunjufu, kila mmoja wenu ambaye amesafiri kutoka sehemu mbalimbali za dunia kuja kujumuika nasi katika mkutano huu wa Shirikisho la Kimataifa la Vyama vya Mawakala wa Ushuru na Forodha kwa kanda ya Afrika na Mashariki ya Kati. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu unakuja katika kipindi muhimu chini ya kauli mbiu kufungua fursa za uchumi wa bahari kwa sekta ya usafirishaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, bahari zimekuwa kitovu
cha biashara na uchumi duniani kwa karne nyingi sana, leo hii zimebaini kuwa uchumi mkubwa wa maendeleo endelevu ya usafirishaji wa kimataifa. Kwa kuchunguza na kutumia kikamilifu fursa za uchumi wa bahari, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaweza kuimarisha mitandao ya usafirishaji inayounganisha mataifa yetu, kukuza uchumi, kuleta maendeleo endelevu duniani. Leo tunajivunia kufanya kazi na serikali ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano katika kufanikisha upya usafirishaji kupitia uchumi wa bluu, kubadilisha bahari yetu kuwa injini ya ukuaji jumuishi, endelevu na uvumilivu.